Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Na mtazamaji, ni matumaini yangu umeshinda salama ukiwa na afya iliyo njema. Karibu sana Ihoma TV kujipatia undani wa taarifa na ripoti kubwa ndani ya saa 24 hadi 48 unazipata hapa Ihoma TV. Usisahau kusubscribe. Mtazamaji, bila shaka wewe ni moja ya waliokusikia taarifa zilizosambaa katika vyanzo mbalimbali vya habari zikiarifu kudondoka kwa ndege vita za Marekani katika maeneo mbalimbali wa washirika wa Marekani ikiwemo Bahrain. Mtazamaji, bila shaka na wewe pia ni moja kati ya waaminio maneno ya wahenga yasemayo mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mumkabidhi mikononi mwake. Sasa wakati macho yakiendelea kutupwa Mashariki ya Kati na si pengine bali katika mji mkuu wa Irani, Teherani, taarifa kubwa na nyeti zaidi, taarifa ambazo zinatajwa na si pengine bali katika mji mkuu wa Irani, Teherani, taarifa kubwa na nyeti zaidi, taarifa ambazo zinaweza kuwapa faraja raia wa Irani na ni taarifa ambazo za kuwapa taharuki wana wa Israeli chini ya kiongozi wao, yani Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Ni kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu yuko hatarini. Hapa taarifa kubwa zinaarifu ya kwamba uhai wa Netanyahu kwa sasa unatajwa kuwa mdogo kuliko tundu la sindano. Kwa nini? Endelea kubaki nasi. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu, basi usisahau kusubscribe hapo ulipo, gusa alama ya kengele. Mtazamaji, hali ya hatari imetangazwa na majasusi wa Israeli wakidai kusanukia mifumo ya Irani. Taarifa za ndani zilizovujishwa na majasusi wa Israeli walio ndani ya wa Irani na baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la Irani wametoa taarifa ya kifo cha Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambapo wamesema jeshi la Irani limetega shabaha ya makombora makubwa zaidi yasiyo na kinga katika shambulio walilolitaja kuwa surprise strike, wakilenga ofisi ya Netanyahu pamoja na makazi yake mjini Tel Aviv, Israeli. Taarifa yao imeeleza kwamba mbali na kutagetiwa kwa Netanyahu na makazi yake, pia vikosi vya jeshi la IRGC vimemtageti kamanda mkuu wa kikosi cha anga cha jeshi la Israeli IDF. Kufuatia taarifa hizo za majasusi, jeshi la Irani limethibitisha shabaha yake kwa Netanyahu likisema Netanyahu uhai wake umebaki kwa neema tu, hatima yake iko ukingoni. Jambo kubwa linalosalia na kuibua maswali katika jeshi la Irani ni kwamba wameingiliwa na kuunganishwa na mifumo ya kijasusi ya Israeli na Marekani, jambo ambalo limekuwa rahisi kudukua taarifa zao za siri na za ndani zaidi. Je, ni nani anawasaliti? Na hilo ndilo swali ambalo limepelekea urahisi wa kifo cha kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei. Kufuatia ripoti za kuwekwa shabaha ya kuuawa kwa Netanyahu, imeibua tensheni kubwa sana kwa vikosi vya jeshi la Israel IDF, ambapo miongoni mwa hatua walizochukua hadi sasa, kwanza kumongezea ulinzi mzito Benjamin Netanyahu, na walinzi ambao inasemekana ni kutokea katika vikosi maalum vya kijasusi vya Israeli, lakini pia amepunguziwa walinzi wa zamani na kuongezewa wapya waaminifu zaidi. Pili, wamemtoa Netanyahu katika huduma ya mawasiliano, ambapo kwa sasa hatumii simu kabisa wala mitandao ya kijamii ili kutoweza kusomewa rada na maadui Irani. Wakati hayo yakijiri, kiongozi wa mpito wa serikali ya mapinduzi ya walinzi wa Kiislamu Ayatollah Arafi, mara baada ya kushika nafasi hiyo, ametangaza hali ya dharura kwa kutoa amri kwa vikosi vya jeshi la Irani vinavyohusika na mashambulizi ya kuwa na mamlaka ya kushambulia saa na wakati wowote bila kusubiri amri kutokea juu. Hatua hii ya Ayatollah Arafi kulipa amri jeshi la Irani inatajwa kuwa mbaya zaidi kwa kuongeza mashambulizi makali Mashariki ya Kati. Hata hivyo, katika hatua ya mapema, Ayatollah Arafi katika ukurasa wake wa X zamani Twitter amechapisha moja ya picha za makombora ambayo hayakuwahi kushuhudiwa katika macho ya Wairani na maadui, ambapo amesema kabla hakuja kucha makombora hayo yataachiwa angani kuangamiza. Mtazamaji, katika hatua tata zaidi na inayotajwa kuongeza uhasama na kusambaza vita hata kuingiliwa kwa mataifa makubwa yakitajwa Urusi na China, ni hatua ya Uingereza kukubali kutumiwa kwa kambi zake za Marekani nchini humo kuishambulia Irani
taarifa ya mapema iliyotangazwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Hata hivyo, katika muda wa saa 24 hadi 48 makombora yameripotiwa kulindima katika mataifa ya washirika wa Marekani, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi akitoa tamko la usaliti wa Marekani juu ya kukiuka makubaliano ya kidiplomasia, akisema Irani inashambulia Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar si kwa sababu ya kuumiza Waarabu wenzao, bali ni kulipiza kisasi dhidi ya kutumiwa kwao na Marekani pamoja na kujilinda kwa ulinzi binafsi. Mtazamaji, tukitamatisha ripoti zetu maalum kutokea hapa Yuhoma TV, nikukumbushe subscribe sasa kwa taarifa nyeti na kubwa zaidi. Na kufuatia kifo cha pamoja cha makamanda waliouawa na Ayatollah Said Ali Khamenei, ambapo pia kamanda na waziri wa ulinzi wa Irani, sasa Irani imemtangaza Jenerali Majid Ibn al-Reza kushika nafasi hiyo ya waziri wa ulinzi, jambo ambalo linatajwa kuwa tata zaidi kutokana na utata wa jenerali huyo na uzoefu wake katika vita. Je, vita hivi vinaweza kupata suluhu ikiwa tayari washirika wa pande zote mbili tayari wameingilia kati? China imeripotiwa kusupply makombora ya hypersonic Irani, huku Urusi ikiarifiwa kupeleka drones Irani. Kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji, endelea kutufuatilia kila siku na kila wakati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.